Siri nyingine ya tatu katika kufinyangwa na Bwana, wewe utafanyika kuwa nuru kila mahali uliopo. Hajalishi katika familia yako, wewe utakuwa nuru. Katika ofisi yako utakuwa nuru. Katika soko au biashara unayoifanya, wewe utakuwa nuru. Kila mahali, katika huduma utakuwa nuru. Kila mahali utakuwa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa nuru na utangaza. Ninapozungumzia kuwa nuru, maana yake utakuwa macho ya watu wengine, utakuwa njia ya watu wengine, utakuwa nuru kwa watu wengine wasiofahamu, na wewe utakuwa na wajulisha na kueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kuisoma hiyo Mathayo sura 5 mstari wa 14 mpaka 16. Mathayo sura 5 mstari wa 14 mpaka 16. Ngoja niisome fast hapa kwa haraka. Inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustilika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani, yawaangaza wote waliopo kazini kwako, yawaangaza wote waliopo katika huduma, yawaangaza wote walioko katika biashara au katika soko lilopo. Na 16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Na pointi iliyopita nikasema, msili mojawapo ya mtu aliyefinyangwa na Bwana, juhudi zake iko katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pointi hii, utakuwa nuru. Maana yake kama juhudi yako iko katika kutenda mema, watu wataona matendo yako mema na watajifunza kwako. Utakuwa nuru, utawaongoza, utawaelekeza mahali pa kupita, mahali pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna siri kubwa hapo. Hauwezi kuwa nuru halafu usitende matendo mema katika maisha yako. That is impossible. Ndio maana nimetangulia, msili nyingine ni juhudi yako ni katika kutenda mema. Na hauwezi kuwa nuru kama matendo yako ni mabovu. Hauwezi. Nimemaliza hapo, nimetoka. Naendelea. Siri ya 4 na ya mwisho ambayo tutaitazama hapa, inasema mtu aliyefinyangwa na Bwana, dhoruba kwake huwa ni fursa kuu. Dhoruba kwake huwa ni fursa kuu. Siri iliyojificha katika kufinyangwa na Bwana. Changamoto unazokutana nazo, mitihani anayokutana nayo mtu aliyefinyangwa na Bwana, huzigeuza kuwa fursa ya Mungu wake kujipatia utukufu. Changamoto anazokutana nazo huzigeuza kuwa fursa ya Mungu wake kumdhihirisha, wapate kujua ni Mungu niliane, Mungu niliye naye ni Mungu wa namna gani, ni Mungu wa jinsi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa ujui, sasa wewe ambao unakimbiaga matatizo na akikukuta unaanza kutetemeka na kuhangaika na kuweweseka, hauelewi ufanyeje. Sasa sikia hii leo, watu waliofinyangwa na Bwana wakikutana na changamoto hizo, wakikutana na magumu hayo, huyageuza na kuwa fursa katika maisha yao, fursa ya kumdhihirisha Mungu aliye naye. Sikia wewe mpendwa, kama umefinyangwa na Bwana, unapokutana na mitihani ya kila namna, changamoto mbalimbali, geuza zifanye fursa. Usiambie ngojeni niwaonyeshe Mungu wangu, waambie ngojeni waonyeshe ukuu wa Mungu wangu alivyo. Ni wakati wa kumdhihirisha sasa Mungu wako, ni wakati wa kumdhihirisha Mungu wako sasa kwa kiwango kikubwa. Wapate kuelewa ya kwamba Mungu ninaye sio Mungu wa kawaida, wapate kujua Mungu ninaye sio Mungu wa kawaida kama wanavyomchukulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni wakati wa dhoruba na changamoto na mitihani ambayo unakutana nayo. Je, ulipokutana na mitihani, ulichukua hatua gani ya kumdhihirisha Mungu unayemwabudu? Ulichukua hatua gani ya kumdhihirisha Bwana unayemwabudu? Hilo ni swali la kujiuliza na majibu unayo wewe. Lakini siri hii itambue leo ya kwamba mtu aliyefinyangwa na Bwana, aliyetengenezwa na Bwana, akikutana na mikiki, yeye kwake huwa ni fursa ya kumdhihirisha Mungu anayemwabudu, ya kumdhihirisha Mungu anayemwamini kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 16 mpaka 46 utaenda kusoma. Wafalme wa kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 16 na 46 mpaka 46 utasoma mwenyewe, sitakusomea kwa sababu ni mistari mirefu, lakini nataka nikuelezee kwamba hii ni habari inayomhusu nani? Inayomhusu Elia mwenyewe. Huyu Elia alikuwa ni nabii wa kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kati ya watu ambao walisimamia haki katika ufalme wa nani? Wa Ahabu, ambaye mke wake alikuwa anaitwa Yezebeli. Huyu jamaa alikuwa nabii peke yake aliyebaki. Manabii wengine wote wameuawa. Imefika mahali amekasirika maovu ya mfalme wao, au tunaweza kutumia kwa sasa mara nyingi ni marais. Mfalme wao anafanya madudu, anafanya mambo ya hovyo. Elia akasema hapana, haiwezekani. Kwa kuwa Mungu wetu anadhalilika kiasi hiki, akaminya wingu lisitoe maji, mvua kwa muda wa miaka 3.5. Akafunga mvua isinyeshe. Alipofunga mvua isinyeshe, kilichotokea ni nini? Bila kujua na yeye yuko katika ile nchi, mambo alianza kuwa mabaya. Hali ya hewa ilipoanza kuchafuka, wakaanza kumuinda. Yezebeli mke wake na Ahabu akaanza kumuinda, akakimbia huko mpaka jangwani huko. Anasema ni heri nifie jangwani huko. Mungu anakuja kumtokea Elia, imekuwaje? Kwa nini huko hapa? Habari yote aisoma mwenyewe katika Wafalme hiyo, lakini niko katika kuzungumzia habari ya Elia na manabii wa Baali. Imefika mahali sasa Mungu anamwagiza nenda kajionyeshe kwa Ahabu. Elia anachukua hatua kwenda kujionyesha kwa Ahabu. Ahabu cha kwanza alipiga kelele, aise, umekuja wewe mtaabishaji wa Israeli. Jamaa alikuwa na ujasiri kwa hali ya juu, pamoja na kuwa amewinda kwa muda mrefu kutaka kuuawa, wakitaka wamwangamize, na yeye ndio nabii peke yake aliyobaki. Akasema, sikiliza mfalme, mimi sijawahi kuitabisha hii Israeli, lakini wewe ndio umekuwa sababu. Umeacha njia za Bwana, umeamini miungu ya Baali. Mungu wako amekuwa ni Baali, umemwacha Mungu wa kweli. Hiyo ndio imekuwa sababu yenu nyinyi kutabika, na sio chanzo mimi. Na akamwambia, sasa kwa kuwa hamwamini, mnafikiri mimi ndio chanzo, acha tumuite Mungu. Andaieni sadaka, ng'ombe mzuri, mjichinjie, mtengeneze madhabahu, mweke pale, na mimi mnipe ng'ombe kutoka kwenu. Msije mkasema ng'ombe ambaye nimekuja naye amewekewa vidawa. Hapana, mnipe na mimi nichinje ng'ombe, niweze kufanya, tuweze kumwita Mungu wetu aliye hai. Sasa tuone yupi ni mwenye nguvu. Huwa ni wakati Elia alikuwa anapitia wakati mgumu, alikuwa na mtihani mzito, unaomkabili, kesi kubwa kwenye nyumba ya kifalme, kwenye taifa zima. Mambo aliyoyafanya, kilichotokea ni nini? Biblia anasema kwamba wakaweka sadaka zao, wakamwita Mungu wao kimya. Siku ya kwanza kimya. Akaambia, jamani, mwiteni, labda amelala, pigeni makelele. Biblia anasema kama wakajichanja na machale, wakapiga na michezo yao ya kichawi, kiganga wanajua wao, lakini Mungu wao hakuitika. Lakini ilipofika zamu ya Elia, akamwambia, kwanza mimi nafanya tofauti. Kwanza wamezoea kwamba lamkini kuni hizi itakuwa, mwageni maji mapipa 4. Wakamwaga la kwanza, la pili, la tatu. Sasa namuita Mungu, wala hakutumia maneno mengi. Akamwambia, Baba, naijulikane leo ya kwamba wewe ndio Mungu wa kweli na ndio unayepaswa kuabudiwa. Biblia anasema kwamba moto ukashuka. Cha kwanza ukalamba yale maji, cha pili ukalamba kuni, ukalamba ile sadaka, cha pili kalamba ile sadaka, zikalamba kuni, hadi yale mawe kalamba yakabaki majivu. Wote wakaanza kugongana, wote wakainama, wakasema Mungu wa kweli ni Mungu wa Elia, na huyu ndio anapaswa kuabudiwa. Wote wakakaa upande wa Elia. Mungu wake hajamdhihirisha, amemdhihirisha, lakini ni katikati ya mitihani mizito, katikati ya changamoto nzito.
Je, wewe changamoto na dhoruba ulizokutana nazo, Mungu wako umemweka kwenye eneo gani? Huo ndio wakati wa kumdhihirisha Mungu wako. Kwa hiyo ni siri namba 4 na ya mwisho ambayo tumeona leo. Ziko nyingi, sio hizo tu, lakini Roho Mtakatifu mimi amenipa hizo 4, ya kwamba dhoruba na changamoto na mitihani anayokutana nayo mtu aliyefinyanga na Bwana uzigeuza kuwa fursa ya kumdhihirisha Mungu anayemwabudu, ya kumdhihirisha Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha.